wanaielewa na wanapata faida kutokana na mipangilio ya serikali? Hapo awali serikali, kabla hatujaanza serikali za county, kulikuwa na nidhamu ambaye utakuta bajeti ya nchi ina mipangilio fulani ambaye inatosheleza ile kiasi ambaye tuko nayo. Haiwezi weka bajeti ambaye hatuna pesa yake na tuseme kwamba tutakuwa na bajeti kiasi hii. Utakuta kidogo kidogo kutakuwa na mahali gap iko. Lakini wajua kuna swali mbili ambaye kila wakati mimi najiuliza. Kila miaka tunafanya bajeti. Bajeti hii ambayo tunafanya miaka ikikaribia kuisha, wafanyakazi kota ya mwisho wa serikali wako busy sana kwa sababu wanataka kumaliza ile expenditure budget allocation ya mwaka leo kabla hatujavuka kwa budget ya mwaka kesho. Na ukiangalia hiyo, hakuna serikali amewahi kuuliza ile pesa ambayo tulikuwa tumeweka bajeti ya 2024-2025 ambayo haijatumika, ambayo imerudi kwa treasury, hiyo pesa imeenda wapi? Kwa sababu hatuhisabu hiyo pesa, tunaanza mjadala ingine ya kusema kwamba bajeti ya mwaka huu ni kiasi hii. Tunaweza kuambiwa bajeti wa mwaka huu ni kiasi hii, na watuambie kwamba mwaka jana tulisave kiasi hii, ndio tunaondoa hiyo bajeti, ndio bajeti sasa nyongozo ya mwaka jana ile tulisave na ile ambaye mahitaji yetu ya sahihi imefika kiasi hii. Ya kwanza. Ya pili, hiyo hatujawahi kusikia mtu akiuliza. Ya pili, utakuta mipangilio ambaye inafanywa kwa bajeti ni mpangilio ambaye unaona kila idara inataka kujifaidisha. Hawaangalii nchi ni nini ndio inahitaji, namna gani ndio tutaangalia maslaha ya wananchi ndio deni isiwe mingi. Kwa mfano, waziri alisema, waziri alikuwa very wise, siku alikuwa the other side, lakini sasa amekuwa yeye ndio waziri. Naona kidogo ameanza kufikiria kivingine, kwa sababu utakuta tuko na deficit ya 280 billion. Na sasa hiyo deficit kama tuko nayo, hatuwezi kusema kwamba kwa sababu tuko na hiyo deficit to revisit budget yetu, tupunguze gharama, tubaki na minus 228 billion kwa budget yetu, ndio hiyo budget tupeleke. Instead of kufikiria kwamba hiyo italetwa na tukope mahali deni. Tukikopa, tunakopa namna gani wakati ambao mikopo ambayo tuko nayo already imezidi gharama yetu ya nchi. Kwa hivyo shida ya wizara ama treasury ni kukubali ile estimate cost kila idara imeleta kwao wakati wanatengeneza budget processing. Na ingalau wangeangalia hizo budget na waseme kwamba development this year tumepunguza. This year tumepunguza recurrent expenditures. Kwa sababu ni tunataka kulipa, tupunguze deni yetu, ndio angalau miaka ijao tutaweza kuwa na rasilimali yetu ambaye hailindwi na deni kutoka nje. Deni shida yake ni kufanya wewe kwamba uwe na inaitwa wangu wa conditional loaning. Ndio utakuta mtu ambaye ako nchi yake amekupatia pesa yake, anakutawala kiakili, anakutawala kirasilimali na anakutawala kisiasa. Itakuwa ngumu kwa nchi kukataa mtu ambaye alimpatia deni na deni yake bado hujalipa. Kwa hivyo mimi ningesema kwamba lazima waipunguze mahitaji ya serikali, ndio angalau tusichukue deni ingine na tuanze tutafuta jinsi ya kulipa ama kupunguza ile deni tulikuwa tumechukua. Development si pole, nitakupatia hiyo tu niseme hii peke yake kwamba development ambaye sisi tunaona ni white elephant. Kuna project nyingi zimeanzwa, hazijamalizwa. Bado tunaanza kuzindua projects mpya. Kwa hivyo hiyo haitasaidia hii nchi. Kama mtu anataka kusaidia hii nchi, lazima bajeti iangaliwe kwa makini, kwa kupunguza gharama ya serikali, na ndio angalau tujue kwamba hatutachukua deni kuanzia leo. Naam. Hebu kwanza tumsikize Mheshimiwa Mbadi alivyosema kuhusiana na kwamba hii bajeti inamwangazia mwananchi.
to survive, wants to live. That is the basic. You want to eat, you want to get health care, you want to get education, and you want to survive generally. So I was looking at the numbers that we have provided in this budget, and I'm satisfied that we are under very tight fiscal space, but progressively we are addressing what concerns what I would call, quote unquote, the poor. Bajeti hii Majus, unaiona kama inawaangazia wananchi na haswa maskini kama anavyotaja Mheshimiwa Mbadi? Mheshimiwa, nataka kusema hivi ya kwamba Kenya tusipokuwa na uongozi ambao utaangazia vile tunatumia rasilimali yetu, kila mwaka tutakuwa tunakuja hapa tunasema itaenda hivi, lakini wa Kenya hawatakuwa anaona kitu yote kibadilika. Unapochukua budget ya 4.23 trillion, alafu unatumia over 3.1 trillion kama recurrent expenditure. Recurrent expenditure ni kulipa wafanyikazi, kufanya nini? Unabakisha around 600 for development. Unataka kutuambia itaangazia mwananchi namna gani? Only 600 ndio inabaki for development. Lazima kama serikali waangalie hii recurrent expenditure, how can we reduce it? Kwa sababu pia hatuwezi kuwa tunakopa pesa nchi za nje kuzitumia kama recurrent expenditure. Tunakopa pesa huko uende kama kwa bank, useme nisaidieni milioni 2, utumie hizo milioni 2 kukula tu na kufanya tu masherehe zako hapa na kulipa wafanyikazi. Lazima kama unachukua hizo bilioni 2 umekopa, zikuwe ni za kujiendeleza ili uweze kulipa. Na ndipo unaona Kenya tumefika mahali kila wakati tunasema wacha tusongeshe our debt ceiling. Imekuwa imefika mahali sasa saa hizi